tuko hapa uwanjani. Siku ya 4. Siku ya 4 tuko hapa uwanjani. Mfululizo. Siku ya 4 mmetafuta nini hapa? Sisi hapa tunachotafuta, kuna tatizo ambalo sisi tumeliona la muda mrefu la manager wa uwanja huu. Na katika manager wa uwanja huu, yeye ana mambo mengi ambayo anayozungumzia kuhusu Simba kupoteza mechi yake ambayo tutacheza tarehe 9 siku ya Jumatano. Sasa sisi katika hii ya shirikisho ya kimataifa. Hii ya shirikisho ya kimataifa. Anazungumza vitu gani? Yeye anachozungumza kwamba lazima sisi tupoteze, na anashawishi watu kwamba sisi lazima tupoteze mechi yetu ya Jumatano, na yeye yupo hasa zaidi kwa ajili hiyo kwamba sisi tupoteze. Na katika mambo haya anayofanya sasa hivi katika mechi ya shirikisho, tayari yeye pia ameshawahi kufanya katika ile dabi iliyoahirishwa. Alikuja akatufanyia vituko, alituzuia hapa tusiingie kufanya mazoezi, na alikuja baadaye akafungua mageti kwa ajili ya kuwaruhusu Yanga waingie hapa kuja kucheza mechi wakati watu hakuna usimamizi wote. Kwa hiyo ni mtu ambaye sisi kwetu ni mtu hatari. Ingawa yeye, kwa hiyo nyinyi manake kama wazee wa Simba manake hamna imani naye? Hatuna imani hata kidogo. Na ndio maana tuko hapa leo, ni siku ya 4 kwa madhumuni ya kutaka kuzungumza naye. Kwa sababu sisi kuna taarifa ambayo tunapata, kuna wanachama washabiki ambao wanataka kuja kumfanyia vurugu. Sisi tukaona kwamba haifai, tutangulie sisi tukae nayo ofisini kwake tuongee nayo, ili ikiwezekana katika kabla hii mechi ya kucheza sisi shirikisho na Waarabu, yeye ingekaa pembeni atupishe tumalize hii mechi alafu tujue kufanya nini. Madhumuni yetu sisi ni kumsaidia yeye. Yaani unakosema wapishe, inawezekana mimi sijakuelewa, au pale Watanzania pamoja na wana Simba hawajakuelewa, wapishe kwa staili gani? Kutupisha sisi, anaweza kaomba likizo. Bwana, mimi naomba likizo ya siku 3 ili akae pembeni, ili sisi tuweze kumaliza hii game yetu. Kutokana na jinsi watu wanavyomfikiria yeye. Sisi ingawa sisi tunaelewa kwamba labda ni Simba mwenzetu. Naona, lakini watu hawamwamini, na sisi pia hatuna imani naye, lakini sisi tunakuja hapa kama wazee, kama unavyotuona hapa, kuja tuzungumze naye kwanza awali kabla mambo mengine hayajatokea. Umezungumzia kuna mipango ambayo yeye mwenyewe au dhamira yake, kwa maana kutaka nyinyi kupoteza mchezo wa Al Masry. Mimi nataka nifahamu kwanza, nyinyi mmeweza kujuaje ni kwamba yeye anataka au anashiriki kwenye kuwahujumu, na unadhani labda ile kuwagomea kwenye mechi ile ya dabi baada mgogoro kutokea imeshawishi pia hiyo kama mtu kupatwa na hasira labda vile? Hayo yote ambayo unazungumza sisi sio kwamba tunadhania, kutokana na kauli zake yeye mwenyewe tunazipata sisi kwamba hawataweza kufanikiwa katika mechi yao pamoja na Waarabu, kama alivyokuwa mwanzoni alivyokuja kuzungumza katika sisi kutokufanikiwa kuingia hapa kufanya mazoezi katika mechi ya dabi. Kwa hiyo mwongozo ule yanaendelea nao, na sisi tayari tumeshapata mashaka ambayo yanatufanya sisi yeye ana msimamo mbaya kwetu sisi. Kwa hiyo mapema kabisa sisi tumeligundua hili jambo, tunaona kwamba aombe tu likizo kwa viongozi wake, akae pembeni ili sisi tuweze kumaliza mechi yetu, na chochote kitachotokea tutakuwa na imani kwamba yeye hayupo. Sawa.